Walitufungia kimagumashi, wametufungulia, wala hatuwezi kuwashukuru. Mimi Aida siwezi kuwashukuru kwa kutufungulia kufanya mikutano. Walitufungia chama kimagumashi, uchaguzi hatujashiriki. Sasa niwaulize watu wa Kilando na Itete, leo wenye viti wote wa serikali ni wa chama gani? Madiwani wote ni wa chama gani? Wabunge ni wa chama gani? Na rais ni wa chama gani? Maisha yakoje? Peoples, leo mafuta yamepanda bei. CCM wakienda kupima mafuta wanapima kwa buku. Tukupia soenzi yetu. Waambieni ACT tuliwaambia. ACT tulifanya nini? Kwamba hakuna uchaguzi nchi hii. Tunahitaji mabadiliko. Mabadiliko ya kikatiba. Mabadiliko ya kimfumo. Twende kwenye uchaguzi. Wakati mimi Aida nimekuja hapa, nawaambia si kwamba nauchukia ubunge, naupenda, niwawakilishe vizuri. Siwezi kuwa mbunge wa watu wangu kufa nikawe mbunge kupokea posho na mshahara. Watu hawakunielewa. Walifikiri Aida ni mjinga. Ukimtegemea Mungu utapewa ufahamu, utapewa macho ya rohoni, utapewa masikio ya rohoni. Leo wakasema, wengine wakasema tunaenda Chauma. Jamani, Chauma yako imekuja nini? Peoples, tukakaa huko ndani tukaambizana, jamani, safari hii ni lazima tuwe watulivu. Ukiwa na mapepe utahama chama hiki. Nani wapongeze leo mwenyekiti kwa kipindi tulichopitia. Ukimwona mtu yuko Chadema leo, sio mvulana, ni mwanaume. Ukimwona mwanamke yuko Chadema leo, sio msichana, ni mwanamke. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mvulana na mwanaume. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya msichana na mwanamke. Mvulana ni yule ambaye bado anatangatanga, anaweza kaenda Iringa kutafuta mchumba akaloea huko. Anaweza kaenda Njombe akaloea huko. Anaweza kaenda Tukuyu akaloea huko. Mwanaume ni yule ambaye ameshaoa, amepanga mipango yake, anafikiri kuhusu familia yake, hana mpango wa kuhama wala kusafiri. Mwanamke ni yule ambaye anajua hata chumbiwa kesho, alishachumbiwa kamalizika. Ameshaanza msingi akijua yeye ni mwalimu wa familia na sio mwosha vyombo. Anafikiri kuosha vyombo hawezi kujua kazi yake nyingine. Mwanamke ndio mwalimu, ndio mshauri wa familia. Mwanamke hawezi kutangatanga, anaijua nafasi yake. Ila msichana akisikia kuna sijui wapi Madakelenge, huyo Madakelenge. Sijui wapi yupo. Kaja mtu kununua dagaa Kilando, bwana tuende Msoma, akaenda Msoma kwa sababu haeleweki, bado hana msingi. Peoples, ongeleni sana wanaume, ongeleni sana wanawake. Kiukweli tunahitaji pongezi kwa mfungo tuliopewa. Leo tumefunguliwa. Kuna watu wanasema ni bora ACT walishinda. Mimi leo siko tayari kumzungumzia mbunge wa ACT. Mimi Aida leo ni matumizi mabaya ya mdomo na akili yangu. Mimi leo nakuja kuambia wanachadema mapambano yameanza upya. Sisi wanachadema tunarudi kazini. Sisi tunajadili mambo yetu leo kuhusu kukomboa taifa letu, kuirudisha Tanzania yenye heshima, Tanzania yenye haki, Tanzania yenye uwajibikaji. Tuko leo Kilando kuzungumza habari ya haki Tanzania, habari ya uwajibikaji Tanzania.
ya uchaguzi ambao katiba inampa hiyo haki. Alafu Samia ni mgombea aliyemteua asimamie uchaguzi, ndio huyo ambaye aliteuliwa na mgombea. Yaani kwa lugha nyepesi ni hivi, anaizungumza makamu wetu mwenyekiti kila siku. Wanacheza Simba na Yanga Jumatatu tarehe 3. Simba na alafu refali wa hiyo mechi awe Alikamwe. Mmenielewa? Hiyo haki ikoje? Alikamwe ni wa timu gani? Aya, tuseme wanacheza Simba na Yanga, afu refali wa kuamua matokeo awe mediani. Kuna haki hapo? Chadema tuliwaambia sisi tunajua wananchi wanataka haki. Tunataka kama ni swala la uchaguzi, mizani haikae sawa. Anayesimamia tume asiteuliwe na rais kwa sababu rais ni mgombea. Wakakataa. Wewe Samia, si umesema unapendwa sana? Kwanza katiba mpya, tutengeneze mfumo mzuri kuanzia kwenye tume ya uchaguzi. Akasema sisi mpende msipende tutatiki. Na sisi tukasema bila mabadiliko hakuna nini? Hatuko tayari kupeleka ng'ombe machinjioni. Ndio tuliwaambia. Leo yamewafika shingoni, wanasema unajua ile kauli ya no reform no election na ile kauli ya tutatiki. Kwani mngesema nyinyi kwamba na sisi hatuingii, nini kingetokea? Kwa nini msiseme nyinyi mliolazimisha kwenda mlipelekea aliyotokea? Kwa nini mwanza kufikiria watu wengine? Chadema tunasema kwenye mambo yaliyotokea tarehe 29 tunahitaji uwajibikaji, tunahitaji haki katika yale maamuzi. Chadema tunasema tunahitaji haki kwenye haya yaliyotokea, tunahitaji uwajibikaji. Hatuna ugomvi na mtu. Kwenye vitabu vyetu vitakatifu vya dini zote, uoga ni dhambi. Uoga ni nini? Mimi mtoto wenu ningekuwa muoga, ningewauza kwa vipande vya fedha. Tukiacha tamaa, tukatanguliza uzalendo, hata kama leo hujapata udiwani, haki unayoipigania leo ni kwa ajili ya kizazi chako. Kama sio watoto uliozaa wewe, ni wajukuu wako. Kama sio wajukuu, ni vitukuu. Leo tuko hapa, mzee Kirumbalumba alifanya kazi yake, anaondoka mbele za haki. Kilando inang'aa, kilando inapendeza. Ni kwa sababu wapo wazee waliojitoa kwamba hata kama nakufa, hata kama umri wangu ni jioni, acha nipiganie demokrasia, acha nipiganie haki, acha niheshimishe Kilando na Itete ibaki imesimama, hata nitoke. People, wewe mwenzangu uliye hapa, unataka kwenda chama fulani, unaenda kufanya nini? Unasema naenda kule kwa sababu wanagawa pikipiki. People, na kwenye hilo eneo naomba mnisikilize. Vijana kwenda kuchukua pikipiki sio kosa, ila kosa lao kuhamisha fikra zao kuamini pikipiki imemkomboa. Thamani yenu ni kubwa kwa sababu mnajua utu wenu haununuliwi kwa gharama yoyote. Utu wenu sio gari, utu wenu sio pikipiki, utu wenu sio chapati. Thamani ya mwanadamu hailinganishwi na kitu. Leo tuna wajibu mmoja, tumefunguliwa chama chetu, lazima tupiganie haki ya mwenyekiti wetu kuwa huru, ili tukapambanie taifa letu, ili tukapambane na mabadiliko. People, mwenyekiti wetu yuko gerezani. Lissu yuko gerezani sio kwa sababu aliua. Lissu yuko gerezani sio kwa sababu ameiba. Lissu yuko gerezani sio kwa sababu alizulumu mali za watu. Lissu yuko gerezani kwa ajili ya kupigania haki ya taifa hili. Lissu yuko gerezani kwa sababu ya kuifanya Tanzania kila mtu awe na haki ya kuishi.